Jamii ya Wasamburu imefahamika tangu jadi kuwa jamii inayoenzi ufugaji, na kando na sifa zake za ufugaji, je, chimbuko la jamii hii ni ipi? Mwanahabari wetu Boniface Barasa amezamia swala hilo kwenye Mwenge wa Kaunti. Si siri tunapozungumzia jamii ya wafugaji, wengi wanaifahamu kutokana na sifa zake za ufugaji, kando na kuendeleza mila komavu kama vile kumtahiri mtoto wa kike. Lakini je, mizizi ya jamii hii ilitokea wapi? Christopher Lemaletian ni balozi wa tamaduni ya jamii ya Wasamburu. Mimi ni Samburu Cultural Ambassador. Kuhusiana na historia ya Wasamburu, Wasamburu walitoka mahali inaitwa Lonyo la Pasenai. Lonyo la Pasenai iko Israel. Hapo ndio Wasamburu walitoka Israel, na hawakuwa wanaitwa Wasamburu, walikuwa wanaitwa Loibor Kineji. Jina Samburu walikuja kuipata huku Kenya kutokana na mzee mmoja alikuwa ni hunter. So originally Wasamburu walikuwa wanaitwa Loibor Kineji wakati walitoka Israel. Wasamburu wanaaminika kufunga safari kutoka taifa la Israeli kuliko na chimbuko lao hadi Misri, wakifuata mkondo wa maji wa mto Nile nchini Ethiopia na kuingia humu nchini kupitia mto To. Wakaenda mpaka Egypt, ndio wakatoka Egypt wakafuata River Nile wakaingia Ethiopia, wakasettle mahali inaitwa River Tigray, mahali Wasamburu wanaita Tigray. So waliketi hapo mpaka drought ikakuwa mrefu kidogo. Hapo tena wakaanza kumigrate, wakakuja wakasettle mahali inaitwa River Oto. So Wasamburu kuingia Kenya waliingia kutoka River Oto. So ndio Wasamburu wengi hawaelewi. Ukimuuliza Msamburu atakwambia nimetoka Oto, lakini Oto ni hapa Ethiopia tu. Na baada ya kuingia nchini kupitia mto Oto, walipata hifadhi eneo la Mlima Kulal, kaunti ya Marsabit, wakilazimika kuwalisha mifugo wao kwa muda kabla kuendeleza tamaduni yao ya kuhamahama. Okay, walipotoka River Oto, wakapitia jangwa hiyo desert, wakaja wakasettle mahali inaitwa Mount Kulal, kaunti ya Marsabit. Hapo ndio walisettle kidogo. Alafu unajua wakati hiyo watu hawakuwa wanakaa kwa muda mrefu, sababu walikuwa wanafuata nyasi, pahali wanapata malisho nzuri na haina magonjwa. Hapo ndio wanaweza kuketi. Baada ya hapo waliendeleza safari ya kuhamahama kabla kuwasili Samburu kupitia mlima Nyiro, eneo la Samburu kaskazini. Ndio sasa waliporudi wakatokea Tum, wakapanda Mount Nyiro. Hapo ndio sasa walikaa mpaka wakaendelea kuwa wingi. Hiyo sehemu wakati huo kulikuwa na watu wanaitwa Laikipia. Laikipia ndio walikuwa naishi hapo, kuanzia Mount Nyiro kuja pande hii. Ndio sasa wakaanza kusonga tu wakikuja. Hivyo ndio historia ilikuwa mpaka sasa tukajipata tumesettle hapa. Kadhalika inaaminika katika kuhamahama huko walitagusana na baadhi ya jamii na kuzaa uhusiano baina yao. Je, ni jamii zipi kando na jamii ya Wamasai? Uhusiano kati ya Taita ilikuwa ni clan moja tu ya Wasamburu. Ukienda Eljamus pia ni sub clan moja ilibaki hapo, wakasema sisi hatuwezi kwenda. Ukienda upande ya Sabot ambayo walikuwa wanaitwa Aljangwal pia ni sub clan moja. Hawa pia walipoenda wakapata ni maeneo mazuri wanaweza ishi, wakasema sisi hatuwezi ondoka. So hivyo ndio uhusiano ilikuwa. Ni bayana tamaduni yao ya kuhamahama ilianza jadi. Ndio chimbuko ya jamii ya wafugaji wa Samburu, na hadi leo ni jamii inayopigiwa upato kutokana na mila yake komavu ya tangu jadi. Boniface Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu. Na mwisho ni kwamba mikahawa iliyo